Charles William, Stella Gara, nitarudi tena kwako. Tumemsikia hapa makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema John Heche, ni kama anaonyesha kwamba hana imani na serikali pamoja na ule uwajibikaji, hasa katika hili ambalo serikali imesema itaunda tume ya kuchunguza. Pengine tuipe imani serikali ya Tanzania, tusubiri matokeo, ama hawa ambao wamekuwa wanaona pengine hili halitatekelezeka, kwa nini wanakuwa na huu wasiwasi hasa upinzani? Nadhani wasiwasi wake, kwa nilivyomsikia akieleza, yeye amerejea ahadi za mara kwa mara ambazo zimewahi kutolewa kuhusiana na mkwamo wa katiba mpya. Ahadi ya kwanza ilitolewa na Rais Jakaya Mrisho Kikwete, na alithubutu kuanzisha tume yenyewe ya kupatikana kwa katiba mpya ambayo ilitoa mapendekezo, na iliundwa mpaka bunge maalum la katiba ambayo ilitumia mabilioni ya fedha. Waliketi pale Dodoma wabunge zaidi ya 600 wakijadili kuhusu katiba mpya, na walishindwa kuelewana. Baadaye likaundwa kundi linaloitwa Ukawa, likaondoka bungeni likiwa na wajumbe zaidi ya 200 na kuacha wenzao takriban 300-400 wakaendelea na mchakato, na baadaye ukakwama kumaliziwa. Sasa Chama cha Mapinduzi kilipokuwa kikinadi ilani yake ya mwaka 2015 kilieleza kwamba kingemalizia huo mchakato uliokwama mwaka 2015, kwa maana kwamba 2015 kwenda 20 kingeumalizia. Lakini baada ya kuchaguliwa Rais John Pombe Magufuli alikuja kueleza baadaye kwamba swala hilo la katiba mpya sio kipaumbele chake. Kwa likakwama kwa miaka 5, na alipoingia Rais Samia Suluhu Hassan mwaka 2021, baada ya kufariki kwa Rais John Magufuli, akaonesha nia, wakaenda kwenye vikao vya maridhiano vya mara kwa mara. Chama cha Mapinduzi na Chadema wakawa kiketi mfululizo wa vikao, na baadaye wakashindwana. Zikazaliwa 4R, lakini wakashindwa kumalizia, na Chadema wakasema mchakato huo umekwama, na CCM pia akatoa taarifa rasmi kupitia makamu mwenyekiti wao Abdurrahman Kinana kwamba mchakato umekwama kutokana na Chadema kutokuwa na nia ya dhati. Chadema pia wakaishutumu CCM kwamba imekosa nia ya dhati, kwa hiyo ukakwama tena. Sasa Rais Samia anaeleza kwamba yeye anasema kwamba hatachoka kunyosha mkono wa maridhiano, na Chadema kwa matamshi ya makamu mwenyekiti wao ni kama wanatilia shaka kuridhiana pasipo uwepo wa upande wa tatu, kwa maana kwamba upande ambao utakuwa ni huru wa kuziweka mezani pande hizi, kwa sababu zimewahi kujaribu kukaa mezani mara kadhaa, na mara zote walipokaa mezani walishindwa kumalizia kile walichokianza. Stella Gara, mara zote ni kama hakuna kuaminiana kati ya serikali ambayo iko madarakani, si Tanzania peke yake, katika mataifa mengi bara Afrika, na vyama vya upinzani kila mmoja akimnyoshea mwenzie kidole. Hata pale mmoja anapoonyesha pengine wala unataka kushuka chini kidogo, mwingine pia anakuwa haina imani. Kwa nini inakuwa namna hii? Mara nyingi wananchi wa Afrika huwa pia wanajihusisha katika mambo ya accountability, ama kuangalia utendakazi wa serikali, wajibikaji. Na wanapopata kuahidiwa na serikali na viongozi watatu, kama alivyosema mwenzangu, kuanzia wakati wa Mheshimiwa Rais Kikwete mpaka sasa hivi hawajaweza kupata katiba, wengi wao imani inashuka, na unapata ya kwamba itakuwa ni vigumu wawe na imani na pia serikali inaona kwa mfano kwamba opposition inaweza kubishana nao sana, wanakuwa na hamasa kati yao. Ni muhimu sana kama serikali inaahidi wananchi ya kwamba itawafanyia jambo, ama inaahidi nchi ya kwamba itafanya jambo, waweze kuwajibika na waweze kufanya lile jambo bila kusita. Wakisita inaonyesha kwamba hawana haja ama hawana commitment ya kulifanya lile jambo. Na nadhani hiyo ndio shida ambayo Tanzania inajipata nayo. Tuseme huu ni mwanzo mpya, tuweke hivyo, ambapo Rais Samia anasema ndani ya siku 100 za mwanzo kutapatikana marekebisho, lakini pia na hayo masuala mabadiliko katika katiba. Unaliona hilo? Scholars, siku 100 ni chache sana. Siku 100 ni chache sana, lakini sio ngumu kuweza kutulia tuone siku 100 zikiisha nini atakuwa, mikakati gani atakuwa ameweka ya kuhakikisha kwamba mambo ya kubadilisha katiba inafanyika. Lakini jambo lingine ni kwamba kwa sasa kuna sababu ambazo Watanzania walikuwa wanashinikiza kwamba katiba lazima ibadilishwe, hasa ili waweze kuingia katika uchaguzi na katiba mpya. Kwa sasa hata katiba ikibadilishwa haitaweza kuwasaidia kwa njia ambazo walikuwa wametarajia, lakini katiba mpya ya kuweza kutoa uongozi kwa njia tofauti ni kitu muhimu. Ikipatikana kabla ya uchaguzi ama baada ya uchaguzi hakuna shida yoyote. Charles William, turudi katika uchaguzi mkuu ambao ulifanyika Tanzania na vurugu ambazo zimeweza kutufikisha hapa ambapo tuko sasa.
Rais Samia anasema tume huru ya uchaguzi imefanya kazi kwa mara ya kwanza kama tume yenye kujitegemea. Sijui hili utalizungumzia vipi, japo tunajua mara zote pia upinzani umekuwa ukirusha mawe sana, si tu kwa Tanzania, bara Afrika, kwa tume ya uchaguzi ambao mara zote imekuwa ikionekana inapendelea chama kilichokuwa madarakani ama chama ambacho ni tawala. Maoni yako ni nini kwenye hapa? Asante Skola. Nataka niguse hili la katiba kidogo afu nije hapa. Nafikiri nilivyomsikiliza Rais Samia Suluhu Hassan kwenye hilo la siku 100, anazungumza kuhusu kuanza kwa mchakato, kwamba ndani ya siku 100 atapambana mchakato uweze kuanza, sio kumaliza mchakato wa kupata katiba mpya ndani ya siku 100 ukisubiriwa. Naam, kwa hiyo ndani ya siku 100 kwa kawaida mchakato wa katiba jinsi ulivyo ni mgumu sana kumalizika ndani ya siku 100. Unajua tunazungumza kuhusu katiba mpya na hatuzungumzi kuhusu mabadiliko madogo ya katiba. Mabadiliko madogo ya katiba yanaweza tu kufanywa na ili bunge lililopo mkarekebisha baadhi ya ibara yakafanyika, lakini mchakato ule wa katiba mpya wenyewe utakuja kuhusisha mpaka wananchi kupiga kura kwenye hatua ya mwisho ili kuiridhia hiyo mpya. Kwa hiyo nadhani yeye anazungumza kuhusu kuanzisha mchakato. Sasa kwenye hili la tume ya uchaguzi kwamba imefanya kazi kwa kujitegemea, nafikiri limekuwa likisemwa kwa lugha tofauti tofauti. Lugha mojawapo nilisikia likizungumzwa kwamba tume mwaka huu imetumia fedha za ndani, haijatumia fedha za nje, lakini kwa maana ya kujitegemea, inategemea unaitazama kwenye jicho lipi, kwa sababu watu wengi wanatazama uhuru wa tume upo kwenye maeneo kama matatu makubwa. La kwanza ni wale watumishi wa tume ya uchaguzi, mchakato wake wa kupatikana kuwa ni mchakato ambao hauhusishi sana mamlaka iliyopo. Sasa mwenyekiti wa tume ya sasa hivi ya uchaguzi aliyetangaza matokeo mwaka huu ni mteule wa rais. Hata mkurugenzi mwenyewe ambaye ni kama katibu wa tume hiyo ni mteule wa rais. Nafikiri kwenye marekebisho ya katiba, marekebisho ya sheria waliofanya marekebisho ya sheria mwaka jana 2024 mwanzoni, yalitengeneza kidogo mazingira ya tume kuweza kusimama yenyewe katika baadhi ya mambo, lakini pia bado ilikuwa inaacha baadhi ya masuala ambayo watu wengi wanaona kama bado hayajakaa sawa. Na ni kwa sababu kweli ni kwamba ili utengeneze tume iliyo huru kabisa ya uchaguzi kama wanavyotamani viongozi wa upinzani, na wamekuwa kirejea baadhi ya tume za nchi kama Ghana wakitaja tume ya uchaguzi ya Kenya na kadhalika, ili uweze kufanya hivyo ni lazima ubadili kwanza katiba. Kwa hiyo katiba yetu bado hatujaibadili. Kwa hiyo hakuna namna unavyoweza kupata tume inayojisimamia katika maeneo yaliyo mengi kama wanavyotamani viongozi wa upinzani kama hujabadili katiba. Unaweza tu kuipiga brush baadhi ya maeneo, lakini ili uibadili kabisa ikae kwenye muundo wa baadhi ya hizo nchi zinazorejewa ni lazima kwanza ubadili katiba ili katiba iweze kuendana na hiyo sheria mpya ambayo itatungwa. Na matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tukiangazia hii leo, mjadala wetu unaangazia kuhusiana na dira ya awamu mpya ya uongozi wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya bbc.com/Swahili. Ukurasa wetu wa Facebook ni BBC Swahili na redio wa shirika mbalimbali. Studio zetu hapa Dar es Salaam, kulia kwangu ni naye Charles William, mwandishi wa habari lakini pia ni mchambuzi wa siasa za Tanzania. Kutoka studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya na Stella Gara, huyu ni mchambuzi wa masuala ya uongozi pamoja na utawala bora. Lakini kabla sijarudi kuendelea na mjadala huu na wewe Charles pamoja na Stella Gara, pengine tuweze kupata ama kusikia maoni sasa raia wa Tanzania kuhusiana na hotuba hii ambayo imetolewa na Rais Samia Suluhu Hassan. Unajua hotuba ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni ndefu, lakini kwa sababu sasa hivi hali ya nchi, tupo kwenye hali ya simanzi. Nchi ina huzuni kutokana na haya matukio yaliyotokea siku ya uchaguzi. Na sisi tunashukuru kwamba Mheshimiwa Rais amelizungumza hilo, ameliona. Kwa hilo tunampongeza kwa sababu hilo ni donda la taifa kwa sasa hivi, haliepukiki. Lakini sasa hiyo hatua ambayo amechukua ya kutaka kuleta maridhiano, tunaona hiyo ni njia bora, kwamba tuje pamoja, tutafute kiini cha matatizo ni nini. Lakini pia najua tunavyoongea kuna watu wamo ndani, kuna watu wajulikani wapo wapi, inasemekana wamechukuliwa na watu wasiojulikana. Kwa hiyo mheshimiwa kama kweli anataka kuleta umoja wa kitaifa, haya majeraha yote yanatakiwa yatibu haya.
hawa watu walioko ndani hawa tumesikia anamwagiza DPP sawa awaachie hawa watu ambao walikuwa wameandamana. Anadhani mheshimiwa rais kwamba waliandamana, wengine walikuwa hawajui, wengine wamekurupuka. Kwa hiyo amwagize pia DPP awafutie kesi hao wengine wenye makesi kama kina Tundu Lissu wa kina nani. Sasa tuje huku sasa tutengeneze, tujadili kwamba tatizo ni nini hasa. Mimi sehemu ambayo imenigusa ni kwenye sehemu ya maridhiano, yani sehemu ya kutaka kuwaleta vyama vya siasa kuja pamoja ili kujadili masuala mazima yaliyosababisha hapa tulipo, kwa sababu mambo yameshakwisha ya uchaguzi na tayari watawala wameshashika nchi. Sasa kilichobaki ni kusonga mbele. Kwa hiyo kimsingi tunachoomba kwamba kama kweli yeye ameamua kufanya mambo yaende sawasawa, ni lazima awaite hawa wengine ambao wanaona kwamba wao hawakutendewa haki, lakini awalete pamoja, wazungumze na mambo yakae sawasawa, nchi iendelee mbele. Nam, ni maoni hayo ya baadhi ya raia wa Tanzania kuhusiana na hotuba ya leo ya Rais Samia Suluhu Hassan. Stella Gara, kwa haraka utakubana na mimi pia Charles, kwa watu ambao wametajwa ama mambo ambayo yametajwa zaidi ni vijana ambao wametajwa katika hotuba ya Rais Samia. Hatuwezi tukafanya ni mara ngapi kwa sababu hatujapitia, lakini kwa haraka utasema vijana. Stella Gara, unadhani kwa nini vijana wamegusiwa zaidi katika hotuba hii ya Rais Samia, na kikubwa ambacho pia kimezungumzwa ni kuundwa kwa wizara mahusus ama maalum pamoja na mshauri wa masuala ya vijana katika serikali ya Tanzania? Nianze na Stella Gara. Yeyote ambaye alikuwa anaangalia kwa makini uchaguzi wa Tanzania na mchafuko ambao ulitokea baada ya uchaguzi na siku ya uchaguzi, aliona kwamba kuna vijana wengi ambao walijitokeza, wengi wakiwa kwenye maandamano, kwenye streets, na ni rahisi sana kujua kwamba pengine vijana hawajapewa kipaumbele katika mipangilio ya serikali kwa muda mrefu. Na sasa serikali imeona ya kwamba wasipoweza kuwafanyia programs ama mipango ya kuwaletea maendeleo, itakuwa ni vigumu sana waweze kukubali kusupport serikali. Jambo la pili pengine ni kwamba wengi wao ndio wanasemekana wamepotea, ndio wanasemekana wameuawa wakati wa mchafuko. Kwa hivyo serikali yoyote lazima ingeweza aidha panga kimaksudi ama kujifanya kwamba pengine wanaweka mikakati ya kushughulika na vijana. Unadhani Charles William, hotuba hii ya Rais Samia ni kwa namna gani imekata kiu ama walau imejibu maswali mengi ya vijana wa Tanzania maarufu kama Gen Z, ambao kama alivyosema Stella Gara, wengi wamekuwa si Tanzania pekee yake, katika mataifa mbalimbali tumeona wamekuwa kiingia barabarani wakiandamana na kudai mabadiliko? Vijana mara nyingi wanaonesha kwamba wamekatishwa tamaa na mfumo wa siasa kama mfumo unaoweza kuleta suluhu ya matatizo yao, na hapo ndipo tatizo kubwa linapoanzia. Kwa hiyo hata ukitazama nia ya rais ya kusema ataunda wizara maalum ya vijana, Tanzania hapa tumepitisha sheria ya kuunda baraza huru la vijana la taifa mwaka 2015, lakini tangu ilipopitishwa mwaka 2015 mpaka leo mwaka 2025 hilo baraza halijaundwa bado, kwa sababu sheria ipo inaunda hilo baraza lianzishwe, lakini halikuweza kuanzishwa. Na ni kwa sababu pia vijana wetu hapa Tanzania pia wengi wamejinasibisha zaidi na mifumo ya vyama vya siasa. Kwa kuna ugumu kiasi kupata vijana wa Kitanzania wanaoweza kujadili masuala ya vijana pasipo kuegemea upande wa vyama vyao. Kwa ni kama vijana wamegawa na kugawanyika kwa misingi ya vyama. Ndio maana nadhani hata walishindwa kuanzisha ili baraza huru la vijana la taifa, ambalo pengine lingekuwa lina uwezo wa kubeba ajenda za vijana na kuziwasilisha pasipo kuona haya, kwa sababu labda serikali iliyopo wana ukaribu nayo, au pasipo kutoa maoni ya chuki kwa sababu serikali iliyopo hawataki iwepo. Sasa wizara ya vijana, kwa miaka mingi sisi tumekuwa tuna wizara ya habari, utamaduni, sanaa, vijana na michezo. Kwa utaona hiyo wizara inashughulikia mambo mengi vijana wapo katikati. Baadaye inakuja wizara ya bunge, sera, uratibu na vijana. Ina mambo mengi kabisa. Na baadaye ikaja wizara ya kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Vijana wanachomekwa pia hapo kwenye mambo mengi sana. Kwa nadhani hili la kuanzisha wizara
itakayokuwa inashughulikia mambo ya vijana ni la kwanza ambalo ni zuri, lakini sasa cha pili ni kiasi gani wizara hiyo itakapoundwa itakuja kujibu changamoto za vijana. Hilo ni jambo lingine la kusubiri na kuona. Huenda ni jambo la kusubiri. Stella Gara, tuliona baadhi ya nchi, kwa mfano nchini Kenya kulitokea maandamano mabaya yaliyoweka historia ya Gen Z, lakini baadaye tuliona serikali ilikaa nao na kuzungumza nao, kule Madagascar, lakini pia Morocco, Nepal na maeneo mengi tu ya vijana kuingia barabara. Unadhani mwarobaini ni kukaa nao meza moja na kuzungumza, ama pengine ni kutengenezwa kwa hii mifumo ambayo kama tumeona sasa hivi pengine itakuja wizara rasmi tu ya vijana peke yake Tanzania? Mwarobaini ni kwanza kukaa nao na kuzungumza nao na kuelewa kile ambacho wangependa kuona kikifanyika na serikali. Ya pili ni kuhakikisha kwamba yale ambayo wamependekeza yaweze kufanywa katika serikali, kwa sababu hao ndio wanaenda kumiliki serikali baada ya serikali ambazo zilipo katika Afrika zitaondoka.